Bana belihanga fanyene ndo lwimbo lwe isebe ukhabanga isebe mulukulu ayaya. Katika anga ya mapambazuko ya magharibi mwa Kenya, katika maeneo ya Bungoma, Kakamega, Trans Nzoia na Uasin Gishu, kuna jamii moja yenye historia ya kusisimua ya nguvu za kijeshi na mila za fasihi, jamii ambayo ni jamii ya Tachoni. Hii ni hadithi ya asili yao, makazi yao ya leo, mila na desturi zao, heshima yao kwa Lihanga ama kwa lugha ya Kiswahili Kanga, na ushujaa wao katika vita vya Chetambe. Gurnana ifuenga kwecha musibala siyefusinu inju yo mutacho walando nukurula musukulu bari Chepkutum balala bengira mbale bakamayo abandi beha paka Soroti, lakini abandu kwecha ingira ino okurulira mu Chepkutum okwicha musukulu bari Kikai niyo amera kefukanyolekera bari Kikai sikira bwenao okurula inyuma wali n'obusuku okwola bwenao khabandu bakona khobulayi banywa amachi basunga bari ano abakho kayikayi amera kakayikacha khunyolekhera bwenao niyo abundu wo kwachakira lihuambo bulano Masai. Abatachoni ni jamii ya Kibantu kulingana na simulizi za wazee. Walihamia kutoka maeneo ya Afrika ya Kati wakipitia Uganda mashariki hadi kufika maeneo ya Mount Elgon. Abugana ukhabanga isebe hulukulu ukhabanga isebe waliba umbwa hulukulu ukhabanga isebe hulukulu. Baada ya muda walishuka kutoka mlima na kuanza kuishi katika maeneo ya Kandui, Webuye, Sirisia na maeneo ya Chetambe. Historia, jamii hii ya Watachoni walikuwa wakulima wa mahindi, mtama, ulezi na mihogo. Walikuwa wafugaji wa ng'ombe, mbuzi na kondoo, na pia walikuwa wawindaji wa ndege kama kanga ama lihanga. Bajenda babira mulukulu bola Chetambe batuka mu bungomenywe injori yakwa babira mulukulu ko kingano chakwa mweche makemo baba bachasi batuka bole makemo. Katika jamii hii, tohara ni ibada muhimu sana. Hufanywa hadharani, ni ishara ya kuingia katika utu uzima. Ujasiri ni jambo la lazima katika sherehe hizi. Kimbia au kuonyesha hofu ilikuwa aibu kubwa kwa familia. Katika jamii hii, mahari ililipwa kwa kutumia wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo. Mazungumzo ilifanywa na wazee wa koo zote za bibi na mwanaume. Sherehe huambatana na vyakula vya jadi na busaa. Hola musangalo mugabanga isebe hola musangalo mwanja mugabanga isebe hola musangalo wibale wa mwanja mugabanga isebe mugabanga isebe hola musumba kalwenge mugabanga isebe. Katika jamii hii, marehemu alikuwa anazikwa karibu na boma lake. Wazee waliheshimiwa sana katika sherehe hizi za mazishi. Nyimbo za maombolezo huimbwa kuenzi maisha ya marehemu. Tukachukua panga, tukakata ile branch. Hiyo branch ndio Musa alipika kwa maji kaenda huku, nyingine kaenda huku, watu wakafanya nini? Wakafuta hiyo mtoni. Sasa wakati ambapo walifuta mtoni, tutakuwa tunatoka Misri tunakuja Canaan. Sasa Canaan ndio hii. Sasa kama tulivyo hiyo muti ndio inakuonyesha mtu kisha mahali fulani unapanda hiyo muti kufuatana na umri yako inaweza kufika miaka kama 50 ama 60 unapanda hiyo muti kama wewe ngali uko si nini hai.
tena inafatana na wachukuu ambayo wanakufuata nyuma yako. Sasa kutokea hapo siku ya leo ndio wewe unaona ng'ombe ikicheza kwa shauri ya hiyo mtu. Na msali kuambia hapa ulimuuliza swali hiyo ngozi unaweka kwa nini? Ndio ilikuwa nguo ya samani. Sasa kutokea hapo kama mzee sasa yuko hapo ndio unasikia sasa nyimbo inaimba. Sasa nyimbo ambayo inaimba hapo mimi ndakuimbia tu hapa moja. Ndio ujue ati mzee umeshika hapo. Omwami yenyaliro munyolo kwasiko wenyalo munyolo oe wenyalo omwami wefu wenyalo munyolo mungo wenyalo munyolo wenyalo munyolo tata wenyalo munyolo mungo wenyalo munyolo wenyalo munyolo nango mwima orumwima kwa batata wenyalo munyolo oe wenyalo munyolo tikwe oridikwe mukuli wefu wenyalo munyolo wenyalo mwana wakayanga inyaliro munyolo mungo wenyalo munyolo wenyalo munyolo ulira kuchendanga kalabwana wenyalo munyolo wenyalo munyolo Songa kitoka lijira kemene. Wenyalo munyolo songa nyuma. Songa nyuma. Lijira ngaka. Wenyalo munyolo. Songa bana, songa nyuma. Kwa siku ya leo tuko kwa mzee Richard Namisi ambaye alituacha kaenda, tunasherehekea mazishi yake. Na kulingana na kikwetu kama Tachoni, mtachoni mkubwa akikufa anastahili kusikwa kama mzee wa yule ambaye anaongoza wengine, wazee wengine. Kwanza yeye akishakufa huwa anachukua siku hiyo ya jioni huwa wanaweka pembe sio ya ng'ombe, ya mnyama ile mkubwa ambaye itakuwa inaitana au inapika ripoti ya kuwa mtu mkubwa ameshakufa kwa poma. Na ngoma pia itakuwa inapika. Kulingana na hapo, ngoma ikipika, pembe ikipika, watu wote watakuwa wamelenga mahali ambaye hiyo frimbi imepika kutaka kujua ni kitu gani inaendelea. Ikishafanywa na maana hiyo, wakishajua wanajua kesho tutakuwa nini, tutakuwa tunataka wasike yeye. Na wakitaka kusika yeye siku ile ambayo inafuata, huwa kitu ya kwanza huwa wanaita wazee wote wanakuja karibu na yeye kupanga mazishi yake kisee. Na wakishapanga mazishi yake kisee, hapo wakichimba kapuri huwa wamechukua ng'ombe kutoka kwa poma yake. Hiyo ng'ombe ambaye yeye atalalia ngozi yake na pande ingine watamfunika naye. Kwa ajili ya tunafanyanga na maana hiyo kutoka zamani kulingana na desturi. Sisi kama Tachoni mahali ambaye tulitoka tukiwa na ng'ombe na tukiwa na miti moja ile ambaye tuliachiwa na Musa kutoka kwa Ribachotani tukikuja naye. Hii miti sisi kwa Kitachoni tunaitwa mtoto. Mzee yote mpaka awe na hiyo miti. Na akiwa na miti kwa poma, wakitaka kufanya hiyo mazishi yake, wanajua huyu anatosha kulala kwa ng'ombe, kwa ngozi ya ng'ombe bila kulala kwa sanduku. Sisi wazee walalangi kwa sanduku kulingana na kimila au kulingana na
vile inastahili. Sasa wakishachimba kapuri yake, wanaweka chini ngozi ya pande moja ya mkono ya kushoto. Kwa ajili sisi mwanaume huwa analalia mkono ya kushoto, na akishalala wakishafunika yeye na ngozi juu pande hii, huwa wanafanya nini? Wanalete miti ya kuweka kando kando, yani wanazuia mchanga isikuje direct kwake. Hiyo miti huwa miti 3 au 4 kulingana na vile kimira. Kwa Kitachoni tunaita omuchimira, na ya pili tunaita omulonda ng'ombe, ya 3 omula, mpaka iwe compulsory iwe hapo, hata kama wataweka mbao. Hiyo na walete nyazi. Hii nyazi ni ya kienyeji, sisi tunaita nini? Obweywe. Wanaweka hapo. Omuchimira ni kulingana na mila yetu ya Tachoni. Omula ni kutandaza maneno, na tena ni mahali ambaye tunakaa tukichua usalama iko. Neuicha mulonda ng'ombe ni mahali ambaye mzee akishakufa na kumbe ng'ombe imechukuliwa na watu wala ambaye hawastahili, wezi, hawana nini, baadaye wakishatengeneza, akishakufa wanachukuanga miti moja ya katikati ya nyumba, wanaweka kwa kapuri yake, na wakishaweka kwa kapuri yake hiyo huwa wana celebrate baada ya mwaka moja, na wakikuta kama mchwa imeshakula, wanachukua hiyo mlonda ng'ombe, wanaweka kwa mlango ya ng'ombe mahali ambaye inalala siku 2, wanakuja wanaweka kwa nini? Kwa kapuri. Wakishaweka kwa kapuri, hiyo ndio watakuwa wanachoma naye nyama. Kwa hiyo mzee, kama wanataka kuachilia huyo mzee kutoka. Richard aliyewaka ni ndugu yangu. Baba yake anaitwa Namisi, baba yangu anaitwa Murumba. Walikuwa wa ndugu. Na siku ya leo tumekuja kucelebrate kifo chake, kwa sababu tulimweka jana. Sasa tunakuja kumuaga ili aende salama. Ndio naona tumekuja na ng'ombe, kwa sababu yeye pia ana ng'ombe. Tunakuja hata ng'ombe zake celebrate kumuaga aende vizuri, na atuache waliobaki sawa sawa. Kwa hivyo siku ya leo si siku mbaya, ni siku ya utamaduni tu, kwa sababu hii mtoto alipanda, ni tunakubali na tunajua kwamba ni mti yule ambayo Musa alikuwa naye akitoa watoto wa Israeli, na alipika katika mto Jordan, maji ikarudi huku, ingine ikarudi huku, watoto wa Israeli wakafuka. Na hata miti hii walipokuja kumpandia, kama kulikuwa na mti na mto katikati hapa, hawezi kupita kwa maji, na hii mti atatupa ianguke hapa ng'ambo, ndio apite kwa maji, acha aichukue ndio ailete hapa. Abatachoni wanamheshimu sana Lihanga ama Kanga kama shujaa na kiongozi wa kiroho katika historia yao. Kwa mujibu wa simulizi za jadi, Lihanga alionekana kama mlinzi wa jamii. Aliaminika kuwa na busara na nguvu za kiroho. Alisimama kidete na kulinda jamii dhidi ya maadui. Hadi leo jina lake linatajwa kwa heshima kubwa kama ishara ya umoja na ujasiri. Ndipo utapata Watachoni wengi hujiita watoto wa Kanga, yani omwana we Lihanga. Mwaka wa 1895 wakati Waingereza walipoanza kuingia magharibi mwa Kenya, walikutana na upinzani mkali kutoka kwa Abatachoni na jamii jirani. Katika vilima vya Chetambe, mashujaa wa Tachoni walikusanyika kupinga utawala wa kikoloni. Walikuwa na silaha za jadi kama vile mikuki, mishale walizotumia kukabiliana na wakoloni hao. Mwaka wa 1896 mapigano yalikuwa makali sana. Ingawa Waingereza walikuwa na silaha zao za kisasa, Abatachoni walionyesha ushujaa mkubwa wa kushinda vita hivyo. Vita hivi vilisababisha vifo vya mashujaa wengi, lakini walibaki kuwa alama ya upinzani na heshima katika historia yao. Chetambe hadi leo imebakia ishara ya ujasiri, umoja, mapambano ya uhuru kwa jamii hii ya Tachoni. Kabla ya Ukristo,
waliamini katika Mungu aliyeitwa Werehakaba. Waliheshimu mizimu ya mababu, walifanya tambiko wakati wa ukame au magonjwa ili kuondoa majanga hayo. Leo hii wengi wao ni Wakristo, lakini tamaduni zao bado zinaenziwa. Jamii hii ya Tachoni imegawanyika katika makabila na nyumba nyingi ndogo. Kwanza Umuyumbu, Omungachi, Omusyoya, Omwabiye yani Katumi, Omumahuli, Omukavusi, Binu, Omumalicha, Omukusi, Omulu, Omusyaniaka, Abanjasi, Omumahanga, Omuchambai, Omumarakaru, Omubichu, Omwabichwa, Omukangala, Omucharia, Omukabini, Omuchimalia, Omukobolo, Omuchiuna, Omumweya nende Omuchimuluku. Omumahanga, Omumarakalu, Omulu, Omusamo nende Omuchimuluku. Abandu bano bosi baba mwiyenga. Nga ni baba mwiyenga, mwene lukoba lwo mwiyenga yali Omumahanga bari Sikundu. Sikundu mwana wa Wekesa. Nawuliranga Wekesa omwana omwana wa Sunguti. Sunguti uno warulayo wecha obwana mateka mubasungu. Sikundu niye wali mwene lukoba nomwiyenga. Omusamo wa Mutasaho bari Khatiya. Omulu bari Nandya. Omumarakalu Taracha. Abandu bano nibo bali abandu bamwiyenga. Sonyolo Omumahanga wayira Omuchikhata. Omumahanga wacha Omuchikha bayira nabali. Nocho Omumahanga wayira Omumarakalu bayira nabali. Nocho Omusamo wayira Omumahanga bayira nabali. Abandu bano sobarala labali asilalata. Betachanga barifwe wekoye namunaba. Sacha waloba chingeni mala wachererata. Sacha wayira liuli machumo mala lyakwamo walondakho wachererata. Mulala wokhuranga okhufuirayo yali omundu bari Murabwa wa Wekesa ulonda Sikundu khumukongo. Nga yacha khunjoya okhukhwesa chingeni awololokhana kwa mumachi na sibulano nende muchuli mbakho walola khusikumba sha Murabwa tawe. Bali khabisa bari mala nocha khunyola Obumahanga bulilikhana wenywa. Chimbeka chindi kino bakhira lakini somanyawo bali. Ata nocha khusiraka khongene.